Ni wale ambao wanasema kwamba kuna haja ya kuzuia kwa sababu wanaona ni kama mnafanya kazi bure, mnastokea kamba kwenye. Nimeshasema kama una nguvu za kuzuia basi nenda kamzuie mkurugenzi asitangaze matokeo. Kama wale ambao wanakusudia kuzuia uchaguzi huu, ni kama mpango ambao haunaona kama hautofanikiwa, tafsiri yake zile ndoto za mchana. Nimesha kujibu ile wanasema kabisa plan. Zile ni ndoto za mchana, ndio maana hiyo nguvu ya umma hatuioni kwenye maandamano. Tutaionaje kwenye kuzuia uchaguzi? Na ndio maana lazima wawe very specific, kwa sababu wasipokuwa very specific watagombana na dola. Kulazimisha Chadema ishirikiane na ACT kwa sababu imani ni tofauti. Yaani sera ni tofauti na itikadi ni tofauti. Ukizaa mtoto akifa utaacha kuzaa? Useme kwamba kwanza nitaenda kufanya utaratibu ili nijue ni nini kinachoua watoto ili nizae. Si utaendelea kukaa na mkeo? Hatuwezi kukaa kitako tunangojea mabadiliko yakija miaka 50 ijayo. Tunadai katiba, tunadai tume huru ya uchaguzi, lakini hatutaacha uchaguzi. Kwanza hongera sana kwa kuteuliwa na chama chako kuwa mgombea mwenza kwenye mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2025. Uteuzi huu kwako umepokeaje? Wajumbe wa mkutano mkuu wa NCCR kuteua wewe na mwenzako ambali peperusha bendera katika mchakato wa uchaguzi? Nimeupokea kama wajibu kwa sababu najua mwaka huu ni mwaka wa siasa, ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo nimeupokea kama wajibu, kwa maana ya kwamba ninalo jukumu la kukipigia kampeni chama changu. Ninao wajibu wa kujiombea kura na kumpea kura mgombea urais wetu. Nafasi hii ni nyeti sana na pasi na shaka itakapofika wakati utakapotangazwa kuwa mgombea, maana yake sio dhambi kusema ni makamu wa rais mtarajiwa wa Jamhuri ya Muungano. Nadhani kama chama cha NCCR Mageuzi, endapo mtapewa ridhaa na Watanzania na mchakato wote huu ukaenda, nini hasa ambacho mnakiona pengine mnaweza mkaenda kukifanya kwa miaka hiyo 5 ambayo nyinyi mnaona kuna haja ya kuda? Lazima ufahamu kwamba mgombea urais au mgombea mwenza hawanadi mawazo yao na wake zao chumbani. Wananadi ilani za vyama. Kwa hiyo hivi sasa ilani iko kwenye process, inaandaliwa, na wakati ukifika tutaitangaza, na hiyo ndio tutakayoruka nayo kwenye majukwaa na kuwashawishi wananchi waikubali. Kwa namna moja mkutano wenu mkuu umefanyika na maamuzi haya wakati ambao kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu demokrasia na siasa ya Tanzania. Tathmini yako, wewe ni mwanasiasa mkongwe, ukiacha haya yote, unaionaje hivi sasa mazingira ya kuvuguvugu la uchaguzi na haya ambayo yanaendelea nje ya uwanja miongoni mwa wadau wa siasa? Ukizungumza demokrasia lazima uwe na engo ambayo unataka kuzungumza. Mara nyingi mimi nimekuwa nikisema kwamba ni makosa makubwa sana kupima demokrasia kwa kuangalia jinsi vyama vinavyofanya kazi. Vyama vya siasa peke yake haviwezi vikatengeneza demokrasia ya nchi, au huwezi kuvichukua ukaasesi demokrasia kwa kuangalia vyama labda vinafanya mikutano ya hadhara au vinafanya mikutano ya ndani au chaguzi zake au vinaandikwa sana na waandishi wa habari. Hapana, wako wadau wengine ambao wanaweza wakaonyesha kwamba nchi ina demokrasia. Kwa mfano, vyama vya wafanyakazi vina kauli gani katika jamii? Kazi yao ni nini? Hasa kwangu mimi vyama vya wafanyakazi viko dormant hii nchi, yani ni kama havipo. Umenielewa? Na vina hofu kwamba vikizungumza jambo lolote labda pengine kuishauri au kuichallenge serikali vitawajibishwa. Vyama vya wakulima viko wapi na vinafanya nini? Ushasikia hata siku moja wakulima wakaleta shinikizo la kupandishwa kwa bei ya mazao yao, au wakaleta mgomo fulani ili kupandisha mazao yao? Bado yani demokrasia yetu bado iko changa, na bahati mbaya sana wananchi wamejiweka katika kufikiria kwamba demokrasia ni vyama vya siasa. Viko wapi vyama vya wataalamu wetu ambao wamestaafu, mainjinia wastaafu, madaktari wastaafu? Wao unaona bungeni kule mjadala, kwa mfano kulikuwa na mjadala wa bima ya taifa. Halafu unajadiliwa na wabunge wanasiasa tu ambao hawajui hata ABC za udaktari, za afya, za nini, unasikia? Lakini kuna wataalamu wa afya wastaafu wanafanya nini kulisaidia taifa? Kuna mainjinia wastaafu wanafanya nini kulisaidia hili taifa?
Kwa hiyo ukizungumza habari ya demokrasia ni dude pana kubwa kabisa. Ndio maana kwenye kikao hiki mimi nimezungumza, tunazungumza habari ya marekebisho ya katiba na tume huru ya uchaguzi. Tunazungumza sisi vyama. Lakini katiba sio ya vyama vya siasa, wala tume huru sio ya vyama vya siasa. Ukianza katiba ni kwamba katiba ni mkataba wa wananchi na wale viongozi wanaowachagua. Sasa sio mkataba tu wa wanachama wa vyama mbalimbali vya siasa, wananchi wote. Kwa hiyo katiba lazima iwe shirikishi. Au kizungumza habari ya tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi sio kwa ajili ya kusaidia viongozi wachaguliwe. Hata wewe mwenyewe lazima upige kura na uwe na hakika kwamba kura yangu imemwendea yule niliyempigia. Kwa hiyo ni vyombo vya sisi wote, katiba ni ya sisi wote, tume ni ya sisi wote. Lazima kama ni madai yawe madai yetu wote. Unaona kwa mfano hapa Tanzania inaonekana kwamba ni ya vyama kwa sababu watu hawana elimu na hawaelimishwi nguvu ya katiba katika maisha yao, umuhimu wa tume ya uchaguzi katika maisha yao. Hawaelimishwi. Ndio maana unaona kama watu wamekaa tu wanaangalia tu kumekucha basi hivyo. Hauoni kama haya pengine yanatokea kwa sababu ya kwa miaka mingi nyinyi vyama vya siasa ndio mmeonekana kuhodhi michakato mingi mikubwa ya kitaifa? Ukisema kuhodhi unakosea kwa sababu hivi vyama viko miaka 33 sasa na vinafanya siasa kwenye majukwaa. Ni kwamba watu bado hawajaona umuhimu wa siasa katika maisha yao. Kwangu mimi kila mtu ni mwanasiasa kwa sababu kila mtu anajua umuhimu wa elimu, anajua umuhimu wa afya, anajua umuhimu wa barabara, anajua vyote hivi vinapatikana kutokana na kodi. Na hakuna mtu asiyotozwa kodi. Unafahamu vijijini huko ukiwaambia watu kwamba wanalipa kodi wanafikiria wafanyabiashara wakubwa na nini ile kodi inaitwa nini ile TRA wanaotoza wafanyabiashara, unasikia VAT, unasikia. Lakini sio hivyo. Bidhaa yoyote unayonunua, chumvi, sigara, sukari, mafuta taa, sio nguo, sio nini, zote. Yani tukianza kiatu ulichovaa, soksi, mpaka hata nywele zako. Ukienda kwa kinyozi naye anachukua pesa kwako kwa sababu analipa kodi. Kwa hiyo wananchi wangejua kwamba haya yote wanayafanya wao kwa kutumia jasho lao, nguvu zao, inatokana na kodi, wangekuwa serious kufuatilia mambo ya siasa. Wasingeruhusu mtu achaguliwe ambaye wana hakika anaenda kuchezea kodi zao. Haya yanatokea wakati ambao baadhi ya vyama kumekuwa na kusema mgawanyiko mkubwa sana. Leo nyinyi na CCM tayari mmeshatangaza wagombea, lakini Chadema wananadi no reform no election na wanasema wanaenda kuzuia uchaguzi. ACT wanasema wamezindua mapambano na wao ya kuhakikisha mabadiliko yanapatikana. NCR Mageuzi kama chama cha upinzani, hamkuona kama kuna haja ya ukisema mgawanyiko unakosea sana mwandishi, unakosea sana. Sio kwamba kwa sababu wewe ni Mkatoliki unataka watu wote wao Wakatoliki. Haiwezekani. Ni imani ile. Ukitaka watu wawe Katoliki unafanya kitu si Wakatoliki, unaenda uinjilishaji, kuwashawishi wale wakubali imani yako. Sio kwa sababu wewe ni Muislamu unataka watu wote wasilimu. Haiwezekani. Ile ni imani. Na imani hulishi watu imani kwa nguvu. Kwa hiyo hata kujiunga kwenye chama cha siasa, wanaojiunga kwa CCM wanajiunga kwa imani, kwa sera zao, kwa itikadi zao. Wanaojiunga kwenye Chadema hivyo hivyo, kwenye NCCR hivyo hivyo. Kwa hiyo huwezi kulazimisha NCCR ishirikiane na CCM kwa sababu itikadi ni tofauti, sera ni tofauti. Huwezi kulazimisha Chadema ishirikiane na ACT kwa sababu imani ni tofauti. Yani sera ni tofauti na itikadi ni tofauti na mitazamo ni tofauti. Mimi ninachojua huu ni mwaka wa uchaguzi. Haya kwamba watu wana mashaka kwamba pengine upinzani kwa miaka mingi mmekuwa kila ambacho mnadai kama kudhulumiwa kutokana na chaguzi kutokuwa huru na haki. Ninyi hamjaliona, mnaona kama kuna umuhimu wa kuanza kudai mabadiliko kwanza kabla ya kuanza kujiandaa na uchaguzi kama unafanya? Na kuuliza swali dogo tu, wewe ukizaa mtoto akifa utaacha kuzaa? Useme kwamba kwanza nitaenda kufanya utaratibu ili nijue ni nini kinachoua watoto ili nizae? Si utaendelea kukaa na mke wako? Nataka kusema nini sasa? Ninachotaka kusema kwamba yani watu wanapigana wakati huo wanadai.
Hata huko Kongo watu wanapigana huko, wanadai haki zao, na ndivyo tulivyofanya tangu tulipoanza mageuzi. Mwaka 95 tuliingia katika uchaguzi, tukafight huku tukidai katiba. Kwa taarifa yako, chama ambacho kinajulikana kwa kudai katiba ni NCCR Mageuzi. Zamani kilikuwa kinaitwa National Committee for Constitutional Reform, kamati ya kitaifa kwa ajili ya mabadiliko ya katiba. Baadaye ndio tukabadilisha tukakita National Convention for Constitutional Reform. Hatuwezi kukaa kitako tunangojea mabadiliko yakija miaka 50 ijayo. Kwa hiyo tuna fight, sisi tunadai katiba, tunadai tume huru ya uchaguzi, lakini hatutaacha uchaguzi. Lakini wale ambao wanasema kwamba kuna haja ya kuzuia kwa sababu wanaona ni kama mnafanya kazi bure, mnastokea kamba kwenye... Nimeshasema kama una nguvu za kuzuia, basi nenda kamzuie mkurugenzi asitangaze matokeo. Umenelewa? Na hili unaona kama ni jambo ambalo haliwezekani. Na hili limeshatokea. Waulize waliokuwa wabunge wa upinzani, hata mimi mwenyewe. Mimi nimetangazwa kwa mbinde. Kama sio vijana wa Rombo kumshinikiza mkurugenzi, mimi nisingetangazwa. Kura zilishatosha. Wanazunguka kutangaza. Vijana wakatoka maeneo mbalimbali wakaja halmashauri na wakamwambia mkurugenzi, tunachoma halmashauri. Mkurugenzi akanitangaza. Kwa hiyo wananchi hawezi kukaa majumbani wakiwa wanasubiri mkurugenzi atangaze matokeo au mtendaji atangaze matokeo. Haki yako hupewi kwenye sahani ya dhahabu. Haki yako unaipigania. Unaona kwamba kama wale ambao wanakusudia kuzuia uchaguzi huu ni kama mpango ambao unaona kama hautofanikiwa, tafsiri yake? Zile ndoto za mchana. Nimesha kujibu ile wanasema kabisa plan. Zile ni ndoto za mchana, ndio maana mimi nakuuliza, nimekuwa nikiwauliza, mtazuiaje? Mtaenda mahakamani? Kama nguvu ya umma, maandamano yanatangazwa mara ngapi? Hiyo nguvu ya umma tuioni. Hiyo nguvu ya umma hatuioni kwenye maandamano. Tutaionaje kwenye kuzuia uchaguzi? Na ndio maana lazima wawe very specific, kwa sababu wasipokuwa very specific watagombana na dola. Kwa sababu dola ikiachwa hivyo kwenye suspense inaweza ikawa na dhana kwamba hao watu wanataka kuanzisha fujo mahali. Kwa hiyo lazima uwe makini sana katika kutumia hizo terms katika kipindi kama hiki. Unajua katika kipindi cha uchaguzi vyombo vya dola vyote vinawekwa on alert. Umenelewa? Kwa hiyo ukisema tu vague hivi kijuujuu tu hivi vinaweza vikakufikiria vibaya. Lakini wenyewe wamesema kwamba njia pia haitakuwa rahisi, lakini watahakikisha jambo linakamilika. Sasa hilo swali kawaulize wao, sio mimi. Lakini mimi ninachokuambia kwa Watanzania nao jua, ambao unaitwa kwenye maandamano hawaji. Ushanielewa? Leo ukaambiwa wazuie uchaguzi. Ngumu sana. Unajua majimbo mengi sana tumeshinda katika historia ya upinzani. Lakini majimbo yanayotangazwa ni yale ambayo yana upinzani strong. Hata Mbowe mwenyewe kule Hai ameshinda mara 3. Uliza alitangazwa namna gani? Ni watu walinyanyuka wakaweka shinikizo. Pale Moshi mjini ni watu walinyanyuka wakaweka shinikizo. Rombo ni watu walinyanyuka wakaweka shinikizo. Hasa ndio maana nasema kama nguvu hiyo ipo ya kuzuia uchaguzi, kwa nini wasiweke mashinikizo kama ambavyo tayari tumekuwa tukiweka kwenye baadhi ya maeneo na watu wetu wanatangazwa? Kwa nafasi yako kama makamu mwenyekiti wa NCCR, mmeshapata tayari wagombea wa nafasi ya urais. Mnajipangaje ili kuhakikisha mnakuwa na wagombea strong kwenye ngazi za kata na majimbo? Mpango wa kwanza ni uhamasishaji, na tumeshatangaza kwamba wale wote ambao wanataka kugombea ubunge, udiwani, ambao labda walikuwa na mategemeo kwamba katiba itarekebishwa ili wagombee kama wagombea huru. Sasa hiyo katiba haijarekebishwa. Nafasi ya wagombea huru haipo. Waje NCCR, nafasi zipo. Kwa wale wote ambao labda pengine wanaita vyama vingine manani. Si wa vyama vingine. Wako watu ambao hawana vyama wanataka kugombea kama watu huru. Ushanielewa? Na kwa sasa huwezi kugombea kama mgombea huru. Waje NCCR, waende wakachukue fomu za udiwani, wakachukue fomu za ubunge. Na wengine kuna michakato itawadondosha kwenye vyama vyao. NCCR iko wazi. Kazi tunaofanya sasa hivi ni kutoa huo wito na uhamasishaji. Hivi tumemaliza mkutano mkuu Dodoma, tunaanza kutengeneza programu ya kuzunguka nchi. Unawaambia nini Watanzania? Nawaambia Watanzania kwamba tufanye siasa ambazo zitatuelekeza kwenye taifa lenye amani, lenye haki, lenye upendo, lenye utulivu na mshikamano. Huu ndio wakati wa mavuno ya wanasiasa. Kwa hiyo wananchi
wasikubali kudanganywa na pesa ambazo watakuwa wanaziona wanasiasa wakipita, hasa wenye madaraka. Wamekaa miaka mingi, hakufika katika maeneo yao, sasa wanakuja na vipesa hivi nani. Wasikubali, wawe makini kusikiliza mwanasiasa anasema nini, anaahidi nini, na wamhoji hiyo ahadi ataitekelezaaje. Asiahidi tu alafu ishe, wamhoji hiyo ahadi itatekelezaje. Nilishawahi kusema mahali, mwanasiasa anasimama, si unajua mimi nimekuwa mbunge, anasimama asema nitajenga shule, lakini hana nyumba, hana kibanda cha kuishi yeye na familia yake. Hasa utajengaje? Tachimba barabara ya kwenda nyumbani kwake ina matope. Kwa lazima awe tayari kufafanua, kwa sababu kazi za mwanasiasa zinajulikana, ni uhamasishaji na uwakilishi. Aseme kwamba mimi nitasimama bungeni kwa hoja ili serikali ipitishe bajeti yetu, kwa sababu yote hayo yanafanywa kwa kodi za wananchi. Sio aseme yeye atafanya. Na nyinyi waandishi mnaodanganya sana watu. Kwa sababu nyinyi ndio mna amplify hayo. Hakuna hajawahi kutengeneza barabara kwa pesa zake mfukoni. Ni pesa za serikali. Kwa wao tayari kusikiliza kwa sababu hakuna kitu kibaya kama uongo katika siasa. Kwa sababu baadaye utakuja kusutwa.